Pia kwa nini tunasema kwa habari ya siku za mwisho? Tukaona kwamba hapa duniani sisi tunapita, neno linatuambia sisi wenyeji wetu uko kule mbinguni. Lakini tunaona kwamba Yesu alipokuwa anaongea na wanafunzi wake pia aliwaambia ya kwamba anakwenda kuandalia makao, ili kwamba baada ya kuandaa makao hayo atarudi na kuja kuwachukua, ili kwamba na atakapokuwepo yeye na wao wawepo. Lakini sisi tumefanyika wanafunzi kwa sababu ya ile neema ya wokovu. Kwa hiyo na sisi pia tunaitazama ahadi hii na kuichuchumilia, kwa maana ya kwamba inatuhusu pia. Lakini pia tukaangalia matukio ambayo yatatokea katika siku za mwisho. Tumesema kwa habari ya unyakuo, tukasema kwa habari ya dhiki kuu, tukasema kwa habari ya kurudi kwa Yesu mara ya pili, tukasema kwa habari ya utawala wa Yesu duniani kwa muda wa miaka 1000 atakapotawala na watakatifu au the millennium. Lakini tukasema kwa habari ya hukumu ya mwisho, yani final judgment. Lakini pia tukasema kwamba neno likatuambia kwamba kwa habari ya siku ile hakuna mtu anayejua, hakuna malaika wala mwana, ila Baba peke yake ndiye anayejua. Lakini tukasema kwamba hizi siku za mwisho zilitabiriwa na nabii Yoeli katika ile Yoeli 2 mstari wa 28, na utimilifu wake tunauona katika Matendo ile 2 mstari wa 17, ambapo Petro wakati anawaambia wale watu ambao walikuwa wakiwashangaa baada ya kuwa wameshukiwa na ile nguvu, wamepokea ile nguvu ya Roho Mtakatifu, aliwaambia kwamba kile ambacho kilikuwa kimetabiriwa na nabii Yoeli ndicho ambacho kilikuwa kinatimilika. Kwa hiyo tukaona kwamba siku za mwisho zilianza wakati wa Pentekoste kwa umwagiko wa Roho Mtakatifu, na ishara na miujiza nyingi zilifuatana na wale wanafunzi wa Yesu. Lakini tukaangalia katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 5 mstari wa kwanza wa 2 mpaka wa 6, ambapo Paulo alikuwa anawaonya Wathesalonike ya kwamba wasikae kama watu ambao wako kwenye giza na ile siku ikawajia kwa ghafla. Kwa nini? Kwa sababu wao ni watu wa nuru, wao ni watu wa mchana, ya kwamba sisi ni watu wa mchana, sio watu wa usiku. Kwa hiyo na sisi pia hatutakiwi Yesu anaporudi kwa ajili ya kuchukua kanisa kwa maana ya unyakuo atukute hatujajiandaa. Moja na kwamba ile siku ambayo Yesu anakuja kuchukua kanisa hakuna mtu ambaye anaijua, lakini tunajua kwa habari ya siku za mwisho. Na tukasema kwa tofauti ya siku za mwisho na siku ya mwisho, kwa maana ya kwamba siku za mwisho ni zile ambazo zinapelekea kuwe na ile au kufika katika ile siku ya mwisho. Na tukasema kwamba tutafahamu kwa habari ya siku za mwisho, au tutafahamu kwamba tuko katika siku za mwisho kwa sababu ya zile dalili na ishara ambazo Yesu alishawafundisha wanafunzi wake, lakini pia neno linaendelea kutufundisha hivyo. Kwa nini sasa sisi kama kanisa tukumbushane kwa habari ya siku za mwisho, kwa habari ya mambo ya mwisho? Tukasema kwamba tunakumbushana kwa habari ya siku za mwisho ili kuwafanya watu wachukue tahadhari juu ya namna wanavyoendesha maisha yao, lakini kwa ajili ya kuamsha hamu ya watu kupinga uovu, lakini kuchochea ndani ya watu ushawishi wa kuondoa wa kuokoa roho za watu wengine kwa kushuhudia. Na nikasema kwamba tumepewa agizo na Yesu kwa habari ya kushuhudia, kwamba tuhubiri injili kwa kila kiumbe, pale katika ile Marko sura ya 16 mstari wa 15 mpaka wa 18 tumepewa agizo. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumza kwa habari ya siku za mwisho, tunakuwa tunajionya, tunajitathmini kwamba hivi hili agizo mimi nimetekeleza kwa kiwango gani? Tumeona kwamba ni kuwafanya watu wafikiri mateso watakayoyapata ikiwa hawatakuwa tayari Yesu akija kuchukua kanisa. Lakini sababu nyingine tukasema ili watu watambue umuhimu
wa Roho Mtakatifu katika maisha yao. Tukaeleza kazi nyingi za Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini. Tukasema na maandiko mengi. Sasa tunaendelea na somo letu na tunakwenda kuangalia sasa ishara za siku za mwisho. Zipo ishara nyingi za siku za mwisho, lakini tutaangalia chache kulingana na muda wetu utakavyo turuhusu. Ya kwanza tunayokwenda kuiangalia inayotuonyesha kwamba tuko katika siku za mwisho ni ishara ya maadili katika ulimwengu. Nyakati za mwisho tunaambiwa kwamba kutakuwa na mmomonyoko wa maadili kwa kiwango kikubwa unaosababishwa na wakati na majira husika. Kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 4 mpaka wa 7, alafu tutasoma mstari wa 9 mpaka wa 11. Inatuambia kwamba zile nyakati za mwisho, maana yake siku hizo zitakuwa ni kama siku zilivyokuwa wakati wa Nuhu. Sasa tukitazama kwa habari ya wakati wa siku za Nuhu, tunaona kwamba kilichofanya Mungu akaharibu ile dunia ya wakati ule ilikuwa ni maovu kuongezeka. Lakini anasema kwamba pia kulikuwa na udhalimu, kulikuwa na dhuluma. Dunia ilikuwa imejaa dhuluma. Kwa hiyo Mungu akaamua kuiharibu. Unapotazama dunia hii ambayo tunaishi leo, mimi na wewe, tunaona kwamba imeharibika kwa kiwango kikubwa sana. Bwana, usubiri mtu akwambie kwamba sasa hivi dunia imeharibika. Wewe mwenyewe ukitazama kwa macho yako, ukitazama kwa uelewa wako, unaona kabisa kwamba hii dunia sasa hivi haiko vile ilivyokuwa. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya kumomonyoka kwa maadili, maana yake ni kwamba mambo mengi ambayo tulikuwa tumezoea kwamba yanatendeka kwa namna fulani, kwa sasa yanatendeka kwa namna nyingine. Ukisema ile Mathayo 24 kuanzia ule mstari wa 1, tunaona pale Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wake. Wanafunzi wakamuuliza, "Ni nini dalili ya haya mambo, na hayo mambo yenyewe yatatokea lini?" Yesu akawaambia, "Angalieni mtu asiwadanganye." Bwana asifiwe. Maana yake nini? Maana yake kwamba kutakuwa na udanganyifu katika nyakati hizi za mwisho ambazo tunaishi mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Twende tukasome hiyo Mathayo 24 kuanzia ule mstari wa 1 na kuendelea pale. Hiyo Mathayo 24 kuanzia huo mstari wa 1, hiyo sura yote ya 24 kimsingi inazungumza kwa habari ya siku za mwisho na nyakati za mwisho. Lakini hapa tunaona wanafunzi wanamuuliza Yesu, haya mambo yatakuwa lini na ni nini dalili yake? Yaani tutajuaje kwamba haya mambo sasa huu ni mwisho wa dunia? Lakini tunaona Yesu anawaambia, anawaonya kwamba angalieni mtu asiwadanganye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa habari ya kujua alama za nyakati, unapojua, unapokaa wewe mwenyewe unajua neno linasema nini, na wewe mwenyewe ukalijua kibinafsi, manake mtu hawezi akakudanganya. Yako mambo mengi sana ambayo yatatokea, lakini yale mambo ni yale yanayoelekea ule mwisho. Ule mwisho utakuwa bado haujafika. Neno linatuambia kwamba wengi watakuja kwa jina la Yesu. Kwa nini watu leo wanajiita wao ni Yesu? Ni kwa sababu ya udanganyifu, kwamba wanadamu wanataka wao wajifanye kama ni Mungu. Wanataka kuchukua sifa za Mungu. Wanataka kujionyesha kwa watu kwamba wao ni zaidi ya binadamu. Yaani kwamba wao wana uwezo kiasi kwamba wanajiita wao ni Mungu. Tunashuhudia leo katika hii dunia yetu ya kwamba wachungaji, baadhi ya wachungaji na watumishi wanaojiita ni watumishi wa Mungu, Bwana asifiwe, wako madhabahuni, lakini kimsingi kile wanachokifanya hakiendani na hilo neno la Mungu. Tumeona watu wakijiita Yesu, tumesikia, lakini wapo ambao wanaona, wanasema kwamba wanafanya kwa jina la Yesu, wanafanya kama Yesu, lakini kimsingi sio Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mifumo ya maisha itachukua nafasi ya Mungu, kwa sababu
Sisi tunaamini kwamba Mungu ndiye mponyaji. Na amesema katika neno lake, ukisoma ile Kutoka 15:26, anasema mimi ni Mungu nikuponyaye. Lakini leo haionekani kama Mungu ndiye anayeponya. Bwana Yesu asifiwe. Inaonekana kama vile wachungaji ndio wanaoponya. Bwana asifiwe. Mchungaji anasema njoo kwangu mimi nitakuponya. Njoo kanisani kwangu nitakuponya. Lakini kimsingi anayeponya sio mchungaji. Anayeponya ni Mungu. Kwa hiyo ukiangalia sana, ukiangalia kwa juu juu, unaweza usione changamoto. Lakini kimsingi changamoto ipo kwa sababu ni mtu anajaribu kuchukua nafasi ya Mungu. Sisi ambao tuko kanisani, tusipoangalia tutakuwa ni sehemu ya ule udanganyifu. Watu wanaponywa kwa jina la Yesu. Yesu wakati anawatuma wanafunzi wake, anawaambia hivi, lolote mtakalofanya kwa jina langu mtatoa pepo, kwa jina langu mtaponya magonjwa, kwa jina langu viwete watafunguliwa, kwa jina langu, sio kwa jina la mtu. Lakini leo tunaona kwamba ni kwa sababu ya mifumo na nyakati ambazo tumo, tunaona kwamba watu wanajaribu kuchukua nafasi ya Mungu. Katika mitandao na dunia ambayo inaendelea, kwamba wataalamu wanashauri kwamba kufanya ngono ni mazoezi mazuri ambayo yanaweza yakamsaidia mtu akaishi miaka mingi. Lakini je, huo ni uhalisia? Hapana. Hiyo kama una akili utaamini. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba huu udanganyifu sio kwamba utakuja, lakini tayari upo. Hatuwezi kuuzuia kwa sababu ni unabii ambao unatimilika. Lakini tunachoweza kufanya mimi na wewe ni kuwa macho, ni kutazama haya mambo, kumbe yako hivi, ngoja mimi ning'ang'ane na imani yangu. Mchakato wa kuwa na dini moja unaendelea, kwamba wote tuwe na dini moja, Wakristo, Waislamu, sijui wa madhehebu gani, wote tuwe na dini moja, dunia iwe na dini hiyo. Sasa tunakuaje na dini moja ikiwa hatuamini kitu kimoja? Lakini tunajua kwamba hii ni mifumo ambayo tayari inaanza kuandaliwa kwa ajili ya mpinga Kristo kuja kutawala dunia wakati ule wa dhiki kuu, baada ya kanisa kufanyaje? Kuwa limeondoka. Ukisoma ile Wakorinto wa pili sura ile ya 6 mstari wa 14 mpaka wa 16, wanakwenda kuua imani za watu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma hapa unaona kwamba neno linatukataza sisi kuchangamana na watu ambao wanaamini vitu vya tofauti au wanaamini vitu vingine. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Sasa unapotuchanganya sisi na watu wasioamini, manake unatufanya sisi tuende kinyume na kile ambacho Mungu wetu ametuagiza. Pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Kwa sababu wengine wanaamini kwamba kufanya dhambi hakuna shida, wewe fanya unavyoweza. Bwana Yesu asifiwe. Ukifa tutakuombea na Bwana atakupokea. Lakini wengine hawaamini kile ambacho sisi tunaamini. Sasa tunakuaje wote kwamba tuwe dini moja? Kuna mapatano gani kati ya aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa sababu katika hao ambao tunaambiwa tuwe dini nao moja, wengine wanaabudu masanamu. Lakini sisi Mungu wetu anasema ya kwamba msiabudu miungu wengine ila mimi tu. Sasa inakuwaje kwamba tuende tukawe dini moja? Huo ni ukengeufu ambao kimsingi kama hatutakuwa macho, maana yake tutabaki. Tunaambiwa mstari wa 17, kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, msiguse kitu kilicho kichafu. Hii mifumo itatuletea mambo, na ninaamini kwamba huko mbele wakati itakapokuwa inatekelezwa, yamkini itakuwa ni lazima. Lakini mifumo ya utawala inatuletea sheria ambazo ziko kinyume na maadili, nyingine kwa kivuli cha haki za binadamu. Sema usimnyime mtoto mapigo, Mithali 23 mstari wa 13. Lakini sheria zetu leo, sheria ya mtoto inasema mtoto hapigwi. Lakini hivi vitoto tunavyoviita ni vitoto,
vinatumika sasa hivi vibaya, vinabaka, ndo vinafanya ulawiti, ndo vinaiba. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukiangalia zile adhabu ambazo hao watoto wanapewa, kimsingi haziwarekebishi, zaidi sana zinazidi kuwafanya wawe wabaya. Haki za binadamu zinadai kwamba wewe uko vile unavyohisi. Bwana asifiwe. Maana yake utii hisia zako, kwamba kama wewe ni mwanaume sawa na unajisikia kuwa kike ni haki yako, lakini kama wewe ni mwanamke unajisikia kuwa wa kiume hivi, unaweza ukawa wa kiume. Lakini tunaona katika nchi nyingine huku duniani kwamba haya mambo yamehalalishwa. Hiyo haki ni haki yao. Sasa wewe fikiria kitoto chako cha miaka 14 sijui 15 ambacho hakiwezi kujilipia ada wala hawezi kuchagua shule ya kwenda, leo aje akwambie kwamba baba, mimi kwa sababu najisikia kama wa kike unipe uhuru wa kuwa wa kike. Kwa nini? Kwa sababu sheria inamlinda. Lakini hivi vitu vipo sasa hivi, yapo mashirika, iko miradi ya kutetea watu wa hali hizo, na tunaambiwa tusiwatenge, tunaambiwa tuwapende, tena tuwape support kwa sababu ni wenzetu. Hayo yanatokea kwa sababu ya nyakati tulizo nazo, kwamba ni lazima yatokee. Wewe utaona kwamba hiki hakiwezekani kwa sababu Roho wa Mungu anakushuhudia ndani yako. Na mna watu wanavyovaa leo, unasema mbona zamani haikuwa hivi? Ni kwa sababu ya nyakati ambazo tupo. Kwa sababu mtu anavaa nusu uchi, yani unataka uonyeshe nini? Umuonyeshe nani ambaye hana nini? Hakuna mtu ambaye hana mwili. Kila mtu ana mwili kwa staili ambayo Mungu amempa. Sasa wewe unayevaa uchi unatafuta nini? Tusiwe wavivu wa kusoma neno la Mungu, kwa sababu katika uvivu ndiko ambako tunapotea. Vijana wetu makanisani saizi viuno vilishahama, viuno vinakaribia kwenye magoti. Sasa hivi utaona katika haya maendeleo yani wamama ndo tumeathirika sana. Mimi nadhani hizi makeup zenu hizi, namshukuru Mungu hapa sizioni. Mtu anawekwa makeup anakuwa kama kanyani fulani hivi. Semi msiwe walembo, sio maana yangu. Muwe na kiasi, sipake yale madude, sawa? Mpaka tena tukajiuliza, hivi huyu ni Suzi? Yani mtu anawekwa mpaka alikuwa mzee anakuwa binti. Si tunaona au nyinyi amuonaje? Kwamba mtu anaoa akizani ameoa binti, kumbe ameoa bibi. Manake kama mimi hivi nilivyo nikiapaka yale, naona kwamba Mungu, mimi hivi ulivyoniumba sijalizika. Hii pua imepinda, nataka inyoke kidogo. Hicho kiumba Mungu aliona ni chema, ni kizuri na kinapendeza. Tabia za siku za mwisho, watu watakuwa na tabia gani? Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwapo nyakati za hatari. Anapozungumza kwa habari ya nyakati za hatari, watu waliomwamini Yesu wataiacha imani. Watu wengi watakengeuka, watadanganywa. Lakini Biblia inasema kwamba watakuwa ni wenye kujipenda wenyewe. Lakini hawa watu ambao ni sisi wa siku za mwisho tutakuwa wenye kujisifu. Nimesimama hapa na ubiri, lakini nataka nipigiwe makofi. Yani mtumishi leo umegonga. Hiyo ni sifa ya watu wa siku za mwisho na ni hatari. Mimi huwa nagongaga sana uongo. Mimi nikisimama pale moto, lakini wengine wamepoa. Ushindwe kwa jina la Yesu. Hapa hatuji kugonga, tunakuja kukumbushana kwa habari ya neno la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amesema tusiache kukusanyika. Paulo anamwambia Timotheo, hao ujiepushe nao. Kuja kanisani sio kwenda mbinguni. Sema amina. Kwa sababu unaweza ukawa unaigiza kama unamaanisha hiyo ni kwa mazingira mengine. Lakini kama unakuja ili mchungaji Nehemia akuone umekuja kwenye mkesha, umekuja kwenye ibada, si umekuja kwenye maombi, maana unapoteza muda wako. Lala nyumbani. Ukija hapa usije kwa ajili ya mtu. Ya kwanza ni ishara ya maadili, mmomonyoko wa maadili. Lakini ishara ya pili, hii inatokea katika vitu vya asili. Twende tukasome Luka 21:11 pa. Lakini kuna vimbunga ambavyo vinatokea sehemu mbalimbali. Kuna tsunami zinatokea. Kwa hiyo ni mambo mengi ambayo yanatokana na asili ambayo yanaendelea katika dunia yetu ya sasa hivi. Unajua ukikaa tu ukaiangalia hii Ushirombo, huwezi kuona kama kuna kitu chochote kinaendelea. Lakini ukifuatilia hivi vitu utaona kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea
katika ulimwengu. Wataalamu wa theolojia wanasema sasa hivi ule mto Frati ambao ulisemwa katika Ufunuo 16:12 umekauka. Twende tukasome Ufunuo 16:12 kwamba malaika wa 6 akamwaga bakuli lake juu ya mto mkubwa Frati, maji yake yakakauka, ili njia ya wafalme wa mashariki itengenezwe. Kuna vita ambayo inaitwa vita ya Armageddon, na hiyo vita inasemwa kwamba itafanyika katika bonde la Megido. Ni katika nyakati hizo ambazo zinakuja. Lakini huu mto Frati ambao tunasema sasa hivi umekauka, maji yake yamekauka, maana yake huo ni unabii ambao ulitabiriwa kwamba katika siku hizo tunapoelekea huko mwisho, maji ya huo mto yatakauka, na huo mto utatumika kama njia ya kupita wafalme kwa ajili ya kwenda kuandaa katika hivyo vita ambavyo vinatarajiwa kufanyika. Majira yamebadilika. Hapa nilipo na sweti kweli kweli, wakati afya yenyewe ni 1.5. Joto limeongezeka sana duniani tofauti na zamani. Majira yamebadilika. Unakuta ni zile nyakati labda ilibidi iwe masika, lakini sasa hivi sio masika tena. Asifiwe. Watu wanapanda sasa hivi hawavuni. Kwa nini? Kwa sababu zile mvua au ule wakati ambao tulikuwa nao hauendi tena kama ambavyo ilikuwa, na kwa sababu watu hawajajua namna ya kwenda na huu wakati, basi tunapata hasara. Bwana asifiwe. Watu wamepanda, mahindi yamezaa, lakini ili mvua inyeshe kukomaza mazao, mvua hamna, jua linakuja. Ndio tunazungumza kwa habari ya njaa. Ni ishara ya taifa la Israeli. Bwana, kwa habari ya kukusanywa kwa Israeli. Ukisoma vile vitabu vya Agano la Kale, utaona pale kwamba kuna nyakati mbalimbali ambazo wana wa Israeli walipelekwa katika utumwa kwa nyakati mbalimbali, kwamba watakapokuwa wametawanyika uko wakati wa zile nyakati akikaribia kuja, Bwana asifiwe, taifa la Israeli litakusanywa. Zamani Israeli haikuwa taifa. Baada ya kuwa wamemkosea Mungu kwa kuabudu yale masanamu, Mungu akawatawanya, akawapeleka huko mbali katika nchi mbalimbali. Na tunaambiwa kwamba Israeli ilipata kuwa taifa mwaka 1948. Bwana, na tunaambiwa kwamba Israeli ilizaliwa kwa siku moja na ikatambulika kwa siku moja. Kisoma Isaya 66:8, Biblia inasema, ni nani aliyewahi kuona jambo la ajabu kama hili? Nani amewahi kusikia kitu kama hicho? Je, taifa limewahi kuzaliwa kwa siku moja? Je, nchi imewahi kutokea kwa muda mfupi tu? Lakini kufikia wakati uchungu wa kuzaa wa Yerusalemu unaanza, watoto wake watazaliwa. Kwa hiyo hapa Isaya alikuwa anatabiri kwa habari ya kuzaliwa kwa taifa la Israeli baada ya kuwa wametawanywa kwenda katika utumwa. Israeli kurudi au kukusanyika kuwa kama taifa, na Waisraeli kurudi kutoka kila nchi ambayo walikuwa wametawanywa, manake ulikuwa ni mpango kamili wa nani? Wa Mungu. Makanisani kuna mafundisho ya mashetani. Unakumbuka ule muujiza wa, alikuwa ni Elisha, sikumbuki vizuri, yule ambaye mtoto alikufa alafu akamwekea pua kwa pua, mdomo kwa mdomo. Lakini leo wachungaji wanafanya kanisani kwamba wewe mchungaji mwanaume, kweli kabisa jamani, kweli sina mafundisho ya mashetani kabisa hayo, kwamba watu waamini wavae chupi za upako ambazo zina jina lako ndio wapokee, ndio wawe wajawazito, wafunguliwe matumbo. Bwana, sini roho za mashetani kabisa hizo zinafanya kazi. Lakini nikaona mchungaji mmoja sasa anawatakasa waumini wake. Yaani beseni limewekwa mbele. Niliwahi kusema siku moja, beseni limewekwa pale mbele, eti wamama wanakuja wanaogeshwa na mchungaji madhabahuni, kwamba eti sijui ndo wanatakaswa, lakini wanatumia jina la Yesu. Ukiona mahali anatajwa Yesu, angalia kwanza, kwa sababu Biblia yenyewe inasema kwamba sio kila asemaye Bwana Bwana ni wa kwangu. Wengine wanasema Bwana Bwana lakini sio wa kwake. Kwani mwizi anapoenda kuiba asemi Yesu nisaidie? Mtu anayeenda kufanya uzinzi anasemaje?
Mungu nisaidie nisikutane na mzee wa kanisa. Nasema Mungu nisaidie. Kwa hiyo na wenyewe ni wa Mungu. Kwa hiyo hizo ni dalili za nyakati za mwisho. Watu sasa hivi wapendwa ambao wako makanisani hawataki miujiza ya kuchelewa. Kama ni kubarikiwa chap chap, kama ni kuolewa chap chap. Bwana asifiwe. Lakini Mungu wetu sio wa chap chap. Mungu wetu ni wa utaratibu. Na Mungu wetu anajibu na kufanya kulingana na yeye anavyoona ni wakati sahihi. Ukiona kwamba Mungu hajaachilia hicho kibali, manake anaona hauko tayari bado. Kwa hiyo pale ambapo tunaona kwamba vile vitu hatujavipata kama vile ambavyo sisi tunatarajia, tusione kwamba Mungu ametunyima. Wakati mwingine hatupati kwa sababu Mungu anatulinda. Unataka uinuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Uwe mtu wa kimataifa, uwe mtumishi wa kimataifa. Yamkini anaona kwamba huyu nikimuinua sasa hivi kiburi kitamuua. Kwanza nimtengeneze, nimchongechonge, haya makando yaondoke, ili siku ninapomuinua kuwa mtumishi wa kimataifa, nikimwambia nenda Kongo ataenda, nikimwambia nenda sijui wapi ataenda, hata kuwa na kiburi. Kiangalia sasa hivi mafundisho yanayofundishwa yamepoa, kwa sababu yale mafundisho hayahubiri tena kwa habari ya toba. Kanisa machache ambayo mchungaji atakwambia tubu, hebu acha dhambi, tengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Injili ya Yesu Kristo alikuwa anawaambia watu watubu, waiamini Injili, waamini lile neno ambalo alikuwa anawapa. Twende tukaangalie nini tufanye katika nyakati hizi za mwisho. Ni kusimama imara katika imani yako. Katika nyakati hizi za mwisho ni kusimama katika imani yako. Hakikisha unalinda imani yako, mtu asikudanganye. Lakini shindania imani yako ya kweli. Unamfuata Kristo. Unasema unamfuata Kristo wakati hutaki kufanya vile ambavyo yeye anakuelekeza. Kwa hiyo ni lazima tuwe watii wa hili neno la Mungu. Jambo la pili la kufanya ni kutafuta kumpendeza Mungu zaidi. Kwa hiyo tunaona kwamba katika nyakati hizi za mwisho, mimi na wewe tunatakiwa kutafuta kumpendeza Mungu zaidi, sio wanadamu. Wanadamu watakusifia leo, lakini kesho watakugeuka. Wanadamu watakuwa close na wewe leo, kesho watakukana, watakaa mbali na wewe. Lakini wanadamu leo wapo na kesho hawapo. Mungu ni wa milele, yupo wakati wote, lakini yeye ndiyo mwenyeji wetu. Jambo jingine la kufanya, acha watu wasio na faida watoke kwenye maisha yako. Kuna watu wa aina mbili wanakuja kwenye maisha yetu: watu wanaokuja kutujenga, watu wanaokuja kutubomoa. Hawa wanaokuja kutujenga wana ukomo wao, na wanaokuja kutubomoa vile vile wana ukomo wao. Mungu anaweza akakuletea mtu kwa ajili ya kukujenga kwa kipindi fulani tu. Kwa hiyo huyo mtu anapotakiwa atoke kwenye maisha yako, usizuie kusudi la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu muda wake umeisha na wewe ukaendelea kumng'ang'ania, maana yake baada ya kujenga anaweza akakusababisha ukabomoka. Lakini hawa watu ambao wanakuja kwa ajili ya kutubomoa, wakati mwingine wanaletwa ili watuimarishe. Sababu kwa Mungu kuna kupita. Katika kazi hizi tunazofanya kuna kupitia mambo mbalimbali. Kwa hiyo watu wengine kwenye maisha yako Mungu akitaka kuwatoa, waache waende. Lakini kuna watu wengine ambao wanakuja kwenye maisha yako, yani wao ni kwa ajili ya kuharibu tu kile ambacho wewe unacho. Lazima uwe macho, hao watu wakatae. Lakini jambo jingine ambalo mimi na wewe tunatakiwa kufanya ni kuacha dhambi za sirini. Dhambi ni uasi. Ukisoma Yohana 1 mstari wa 3, Yohana wa kwanza mstari wa 3 mpaka wa 4 inasema dhambi ni uasi. Sasa watu wengi leo makanisani machoni wanaonekana watakatifu, lakini wana dhambi za sirini. Watu wanafanya uzinzi katika siri. Dhambi za sirini ni zile ambazo zinafanywa kwa kificho. Mungu anaona, Mungu anachunguza hata yale yaliyoko sirini. Kwa hiyo dhambi ambayo inatafuna kanisa leo ni dhambi zinazofanyika katika siri. Jambo jingine tunatakiwa kufanya, mimi na wewe, ni kufanya kazi ya mhubiri wa Injili. Tumepewa agizo la kuhubiri Injili kwa kila kiumbe. Kitu kingine cha kufanya ni kutafuta uso wa Mungu kwa bidii, maana huyo kama nilivyosema ndio atakuwa mwenyeji wetu baada ya maisha haya. Hakikisha mahusiano yako na Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu yako vizuri. Yaani unatakiwa ujipendekeze kwa Mungu. Lakini jambo jingine tunatakiwa tusipungukie neema.
heri mwisho mwema kuliko mwanzo mwema. Sasa ukaanza vizuri, huko katikati ukapotea. Lakini unapoanza unatakiwa umalize vile vile, umalize vizuri. Hiyo tuangalie sana, tusije tukayapoteza yale ambayo tulishayafanya. Lakini jambo jingine ni kujitakasa kila wakati ili upate kibali cha kuingia katika mji ule mtakatifu. Mimi mchana wa leo ni mjumbe tu wa Kristo ambaye nimetumwa ili nikukumbushe wewe mpendwa kwa habari ya kujiandaa ili siku ile isije kakujia ghafla. Bwana Yesu asifiwe.